Uislamu ulikuwa hakuna, isipokuwa ulikuwa msikiti kwenye kile kijiji. Baadaye ule msikiti ukaja ukabomoka, Waislamu wote wakafa, waliokuwa wale mashekhe wale wakafa. Kwa kweli harakati ikawa hakuna. Nilienda kanisani na wazee wa kanisa walitufuata, nikaenda kwenye KKT Rothalan, tukawa tunaenda kanisani, ingawa sikubatizwa, kwa sababu kubatizwa mpaka usome kipawa imara, si ndivyo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, karibu tena katika kipindi chako cha tuzungumze na Zahmid. Leo bado tuko na Sheikh Ismail Suleiman katika historia yake ya kuslimu ama kutoka katika ukafiri na kuingia katika dini ya Uislamu, dini ya haki. Ametueleza kipindi kilichopita jinsi alivyokuwa anaishi katika familia yake, familia ambayo ilikuwa haina dini, na sasa tunaendelea kufuatilia historia hii kwa ufupi na kwa urefu zaidi kutoka kwake mwenyewe Sheikh Ismail bin Suleiman. Ungana nami ndugu yako Abdul Aziz Hilal mwanzo mpaka mwisho tukiwa na Sheikh Ismail bin Suleiman. Karibu sana. Naam Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai ni mzima wa afya kabisa. Alhamdulillah, sijam. Alhamdulillah. Shauku ya watazamaji hivi sasa kukusikia ni kubwa sana. Karibu sana. Shukrani sana. Ulitueleza kwamba katika kijiji chenu ulichokuwa unaishi ulikuwa na msikiti mmoja, lakini msikiti huo baada ya muda ukafa na harakati za dini zikafa. Ilikuwaje? Kama nilivyoeleza awali kwamba dini inahitajia kuendelezwa. Harakati za wazee zile zilifanyaje? Wazee walikufa wakaondoka. Kwenye hali kama hiyo basi waliokuwa Waislamu pia wakaacha Uislamu, wakarudi kwenye hali ya upagani. Subhanallah. Hii ndio hali ambayo ilitokea. Mimi kwenye mazingira kama hayo, kabla ya kuingia Uislamu kwanza, mimi nilifanya utafiti kwanza. Fanya utafiti Uislamu kwa sababu haukuwa na nguvu sana Uislamu. Ndio. Basi sisi wakati tunakuwa na kuchangamka tukapata akili, Uislamu ukawa unasoma vibaya kama vile ilivyo leo. Ndio. Uislamu ni dini ya mashaitani. Subhanallah. Wanavyosema lakini. Wanavyosema wao. Ndio. Uislamu ni dini ya wachawi. Wanavyosema wao. Uislamu ni dini ya majini. Subhanallah. Kwa hiyo kwenye familia kama ile na mazingira kama yale na sisi ndo tumekuwa hivyo. Kwa hiyo haikuwa ni rahisi kuja kufikiria kwamba baadaye ningekuwa ni Muislamu katika maisha yangu. Kwa maana ya kwamba dini ya Uislamu ilikuwa inajulikana, lakini ilikuwa haifuatwi. Ndio. Sasa kwa hali kama hii mimi nilivyokuwa, pamoja na kuwa nilianza kwenda kanisani, lakini ikawa nafanya utafiti. Miongoni mwa utafiti nimekuja kubaini kwamba kule tukienda Yesu ni mwana wa Mungu. Akili ya kibinadamu inakuwaje Yesu awe ni mwana wa Mungu? Haya ni maswali nilikuwa najiuliza mimi kama mimi. Enzi hizo. Ndio. Wengine watakwambia Yesu ndio Mungu. Sawa? Mambo kama haya ilipelekea mimi nifanye utafiti mkubwa zaidi, kuzama na kufuatilia kwa kina zaidi. Labda Sheikh Ismail unaweza kutueleza ni katika, kwa sababu pia hawa makanisa pia na majina na madhehebu pia, ni kanisa gani ambayo uko unaenda, labda madhehebu gani na gani ambayo uko unasikia kama hayo? Nilikuwa naenda Ruthalan, nilikuwa naenda. Ndio. Nimeenda huko kulingana na dada zangu walikuwa wanakwenda huko. Ndiyo. Na hata sasa pia wako wanaenda huko. Na jamii kwa ujumla wengi wanaenda huko. Hata shangazi yangu mmoja ilikuwa ni mlokole kabisa, wale ambao wanaitakidi kwamba wao hawafanyi madhambi. Kindaki. Yeah. Na hata baada ya kusilimu nilikuja nikarudi nyumbani, siku moja akaniuliza umeondoka kwa Yesu umeenda kwa Muhammad. Ikawa ni kesi nyumbani. Mimi nikamwambia mimi ndio nipo kwa Muhammad na mimi ndio nipo kwa Yesu. Hakupenda haya maneno, hayakumridhisha. Akaniambia utakwenda jahannam. Subhanallah. Basi kwa hali kama hii mimi nilimjibu kwa kuepusha kelele na bughdha. Nikamwambia mimi kwa akili yangu timamu
nafahamu kabisa kwamba Uislamu, nilimjibu majibu ya kinyume kidogo, majibu magumu ili asinifuatilie. Nikamwambia, kwa sababu nikasema huyu endapo nitamfahamisha ya kwamba Uislamu ndio dini ya sahihi, hatakwenda kunielewa. Na mimi nikibishana yeye tutakosana. Ila nilimjibu majibu ambayo kwamba hatonifuatilia tena. Majibu gani? Ni haya. Nilimwambia kwamba mimi ndio nafahamu kwa akili yangu kwamba Yesu, hiyo dini yako wewe ndio dini ya sawa. Na mimi nafahamu kwamba dini yangu mimi hapa inaenda jahannam kwa mujibu unavyodai wewe, si ndivyo? Lakini mimi kwa akili yangu nishachagua niende wapi? Jahannam. Subhanallah. Ili asinifuatilie. Unajua majibu magumu sana. Kwa sababu wakati huo tayari nilikuwa nishaanza kusoma, nishafahamu kwamba Mungu anasema ndani ya Qur'ani, Alif Lam Mim, dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maneno haya nilikuja nikayafasiri kwa pamoja, hapo nikarudi kinyume kwamba huyu hawezi kuamini ghaibu. Kitabu hichi hakina shaka ndani yake, ni muongozo kwa mchao Allah tabaraka wa taala. Wale ambao wacha Mungu ambao wanaamini ghaibu, huyu ghaibu haamini. Nikishamwambia kwamba Mwenyezi Mungu hakuzaa, hatunielewa. Mwenyezi Mungu sio Mwenyezi Mungu au Allah si Yesu au si Mungu, hatunielewa. Mimi nilienda hivyo kwamba hali mambo ya imani, ghaibu yasiyoonekana. Nikamwambia ndio nimechagua njia hii ili asijifuatilie. Sawa. Labda unaweza kutueleza marafiki zako, kwa sababu lazima mtu aishi na marafiki, aishi na majirani. Kabla hujaslimu ulikuwa unaishi nao katika misingi gani hasa? Nilikuwa naishi nao kwenye misingi mizuri sana. Ndio. Miongoni mwa mambo ambayo Allah nijalia mimi tabia njema. Na mlikuwa mnaenda wote kuabudu na marafiki? Marafiki tulikuwa tunakwenda pamoja. Kwenda kuabudu tunakwenda pamoja. Lakini pamoja na hayo mimi nilikuwa nafanya utafiti sana. Kabla kuingia Uislamu mimi nilifanya utafiti mkubwa sana. Katika dini ya Ukristo na dini ya upagani na dini ya Uislamu. Zote zilikuwa katika jamii yako. Wanafanya utafiti wa kina sana. Mpaka kuja kuingia Uislamu nimefanya utafiti wa kina, lakini hata baada ya kubainikiwa kwamba Uislamu dini ya haki, mimi nilikataa kusilimu. Nishabainikiwa kwamba Uislamu ndio dini ya haki, lakini nilikataa kusilimu. Unajua kwa sababu gani? Kwa nini? Na kwa sababu jamii ile iliyozunguka ilikuwa ni Waislamu majina. Wale viongozi wale walikuwa ni viongozi ambao kwamba hao ambao ni Waislamu lakini matendo yao machafu. Wenzetu nakuta ni mrokole, wale ambao wanakuta ni mrokole lakini hafanyi mambo ya hovyo hovyo. Waislamu wenye dini ya haki wao ndio wanafanya dini ya nini? Yanafanya mambo ya hovyo hovyo katika jamii kwa kipindi hiko. Ile jamii iliyotuzunguka. Okay, sawa. Kwa hiyo utafiti ulikuwa ni mkubwa sana mpaka baadaye nikabainikiwa. Na sikusilimu kwa haraka kwa pale nyumbani. Mimi safari yangu nilitoka 2007 mwezi wa 7 tarehe 29 nilisafiri nikaondoka kwenda kutafuta maisha. Huko kwenda kutafuta maisha huko ndiko Allah alikokwenda kunipa hidayah. Ulienda mji gani? Nilitoka nikaenda Shinyanga. Mbao nilienda Shinyanga, lakini wakati huo nilienda Shinyanga lakini nikafika wilaya ya Miato, ambayo wilaya hii ya Miato imo ndani ya mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumzia safari kutoka nyumbani kuelekea Shinyanga. Ndio safari ilianza hivi. Uislamu sikupata nyumbani, mimi Uislamu nimeupata huko njiani. Kwa hiyo nilikuja kurudi nyumbani ni Muislamu. Tena na ufahamu vizuri kadiri ya uwezo wangu. Kwa safari iliondoka 2007, nilianza safari yangu ya kutoka nyumbani kwenda kutafuta maisha. Nimeenda nimekaa siku chache sana. Kama wiki moja. Baada ya wiki moja nikaenda sehemu Mangola. Sehemu moja nalima sana vitunguu sana. Ni Shinyanga hiyo. Mkoa hii Karatu. Karatu hii. Okay. Hii ni Karatu. Sasa nilivyoenda huko nikakaa kule kwa matajiri mbalimbali, nikaajiriwa. Nafanya kazi pamoja na wenzangu, marafiki zangu. Kwenye ile kambi tulikuwepo, tukaja tukaajiriwa na tajiri mmoja. Kwanza kabisa miaka nilifikia kwa Somali. Alikuwa jamaa mmoja au ndugu yetu mmoja kule nyumbani kwetu. Huyu jamaa ndio alinipokea. Walikuwa wawili. Alikuwa na shughuli zake na maisha yake. Anakaa kwa Somali. Huyu bwana anaitwa Hassan, lakini si Muislamu. Sio Muislamu. Subhanallah. Sawa? Alikuwa anaitwa Hassan lakini si Muislamu.
Lakini kibaya zaidi, yeye mwenyewe alikuwa anakaa pamoja na Waislamu. Yeye mwenyewe jamii ya huku walifahamu kuwa ni Muislamu kwa sababu pia anakaa na Waislamu. Yeye mwenyewe alisha kusema siku moja, kwa sababu ilikuwa ndio wanafahamu hivyo watu, yeye alikuwa anatoa nyama, anakuku na wanyama wanachinja hapo hali ya kuwa si Muislamu. Watu walikuwa wanakula vigodo. Subhanallah, subhanallah. Ya hali itokea. Nikakaa pale muda mfupi, baada ya hapo nikaona si sehemu salama kwangu mimi kutafuta maisha hapo, nibadilishe mfumo mwingine, nikaenda sehemu nyingine. Kwa kutoka Shinyanga, Karatu, sala hivi nikaenda sehemu Mang'ola, maarufu sana Mang'ola. Sehemu wanazalisha sana vitunguu, matajiri wengi sana. Kabla ya kuajiriwa, nilipofika kule Mang'ola, nikafika sehemu nyumba pia, bahati nzuri pia nikafika kwa Waislamu. Kutana na Muislamu mmoja alikuwepo, mtu wa Singida anaitwa Muna, anafanya kazi pale. Na kwenye ile familia na Waislamu, lakini Waislamu wenyewe ni wa Somali, washaondoka, hawapo, wamewachia ile nyumba. Kwa hiyo safari zako zote kuanzia nyumbani Waislamu wapo na waone, unafuatilia, umeenda Shinyanga, umefikia kwa Waislamu, umeenda Karatu, kwa yani bado unapita pita kufanya utafiti wako. Niko kwa shughuli zangu kwa ajili ya maisha yangu, lakini pia nafanya shughuli, nafanya utafiti wa kina sana. Naam, Sheikh Ismail, kuwa na dini sahihi. Ndio, sawa. Natumai mtazamaji bado hajaridhika, bado ana shauku ya kusikiliza, lakini muda umetupa mkono. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, ni kuase kuendelea kufuatilia historia, kwa sababu ina mafunzo mengi sana ambayo yatakufundisha wewe pamoja na jamii yako. Endelea kutufuatilia katika Zahmid TV katika hichi kipindi kikubwa cha Tuongee na Zahmid, tukiwa na Sheikh Ismail atuelezee historia yake ya kusilimu ama kutoka katika ukafiri kuingia katika Uislamu. Muda wote huu ulikuwa ndugu yako Abdulaziz Hilal pamoja na Sheikh Ismail Suleiman. Mpaka wakati mwingine, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.